Sura ya 44. Danieli katika tundu la simba. Dario aliposhika utawala, alianza mara moja kupanga na kupangua majimbo katika nchi. Aliweka mawaziri 120 katika ufalme, na katika hao aliweka watawala 3, na juu yao akamweka Danieli ili apate kupokea taarifa yote kutoka kwao, mfalme asipate hasara. Na katika wakuu hao wote Danieli alitukuzwa zaidi ya wote, maana roho ya hekima ilikuwa ndani yake, na mfalme alifikiri kumtawaza juu ya ufalme wake wote. Heshima Danieli iliyotunukiwa ilichochea wivu wa wakuu wenzake, lakini hawakuweza kuona kosa lake la kumshtaki, kwa kuwa alikuwa mwaminifu katika mambo yake, wala hakuwa na kasoro yoyote. Wakuu wenzake walikiri na kusema, hatutapata kasoro yoyote juu ya mtu huyu, isipokuwa tutafute neno kuhusu sheria ya Mungu wake. Kwa hiyo wakuu wote walipatana kumtafuta mfalme aweke amri kwamba mtu yoyote asiombe mungu wowote au kumtukuza mtu yoyote isipokuwa mfalme Dario peke yake kwa muda wa siku 30. Atakayeasi amri hiyo, adhabu yake ni kutupwa katika tundu la simba. Walitukuza ubatili huo wa Dario, walimuhimiza kukaza amri hiyo ipate kumwongezea cheo na utukufu. Mfalme akipuuzia ujinga wa wakuu wake, alikubali kuweka amri hiyo. Wajumbe wa shetani waliwachochea wakuu ili watoe shauri hilo la wivu, wakikusudia kumwangamiza Danieli, na wajumbe hao wa shetani wakimuhimiza sana mfalme. Maadui wa nabii Danieli waliuhesabu unabii wake kama njia yao ya kufaulu kutimiza kusudi lao la kumwangamiza. Danieli alijua mara moja kusudi lao baya, lakini hakugeuza msimamo wake. Mbona akome kumwomba Mungu wakati anapomhitaji sana? Alifanya kazi yake kama mkuu wa mawaziri, na saa ya maombi alikwenda kuomba chumbani kwake. Basi wakati huo hakujaribu kuficha kawaida hiyo ya kuunganika na mbingu. Hivyo nabii alitamka kuwa hakuna kitu duniani kilicho na haki ya kusimama kati yake na Mungu. Msimamo wake wakati huo wasiwasi ulikuwa uking'aa katika giza kuu. Basi wale wakuu wakamchunga Danieli siku nzima, waone kama atamuomba Mungu. Mara 3 kwa siku walimuona akiomba chumbani kwake na kumsikia akiomba. Kesho yake walipeleka mashtaka yao mbele ya mfalme. Danieli ameihesabu amri ya mfalme kama tangazo la uhasama. Wale watu walimwambia mfalme, hukuweka amri ya kwamba mtu asiweke dua kwingine ila kwako tu, na kwamba mwenye kuomba kwingine lazima atupwe katika tundu la simba. Mfalme akasema, naam, ni kweli. Kwa amri ya Wamedi na Waajemi amri haibadiliki. Kwa furaha kuu wale wakuu wakamwambia Dario, Danieli huyo mwana wa mateka kutoka Yuda haijali amri yako, mfalme, ambayo umeitia sahihi, lakini huomba kwingine mara 3 kwa siku. Majuto ya mfalme mwenye kiburi. Mfalme aliona mara moja mtego uliotegwa, akaona kuwa halikuwa kusudi la kumtukuza mfalme, bali ulikuwa ni wivu mtupu kwa ajili ya Danieli. Alisikitika sana kwa ajili ya mambo hayo. Alijaribu sana kumwokoa rafiki yake mpaka jua kuchwa. Wale wakuu walimjia kwa maneno haya, fahamu, mfalme, kwa sheria ya Wamedi na Waajemi haibadiliki. Amri iliyowekwa haina budi kutekelezwa. Danieli atupwa tunduni mwa simba. Ndipo mfalme akaamuru wakamleta Danieli na kumtupa katika tundu la simba. Mfalme akamwambia Danieli, Mungu wako utumikiaye daima atakuokoa. Jiwe liliwekwa mlangoni, mfalme akalitia muhuri mwenyewe. Halafu mfalme alienda nyumbani mwake, lakini alikesha usiku kucha. Mungu alikubali malaika waovu pamoja na watu wabaya watimize kusudi lao, lakini kwa ajili ya ujasiri wa mtu aliyechagua kusimama katika haki, shetani hakufaulu na jina la Bwana lilitukuzwa. Keshoye asubuhi na mapema, mfalme Dario alijihimu tunduni huku akilia na kusema, Danieli, mtu wa Mungu, je, Mungu wako umtumikiaye daima aweza kukuokoa katika simba? Mungu anaweza kuokoa. Nabii Danieli alijibu akisema,
Mungu wangu amemtuma malaika wake, ameyafunga makano ya simba wasinidhuru, maana mbele yake sikuwa na hatia, wala mbele yako sikuwa na kosa pia, mfalme. Ndipo mfalme akafurahi mno, akaamuru amtoe Danieli katika tundu. Basi Danieli alitolewa tunduni, na hakuwa na dhara lolote, kwa sababu alimwamini Mungu. Ndipo mfalme aliamuru wakawalete wale watu waliomshtaki Danieli, wakawatupa tunduni. Waovu wale walimwonea wivu mtumishi wa Mungu, walivunjwa kabisa. Danieli alistawi katika enzi ya Dario Mmedi na enzi ya Kuro Mwajemi. Kule kuishi na wafalme hawa wakafiri, Danieli aliwajulisha juu ya Mungu wa mbinguni na mpango wake, kwamba ufalme wake ni wa milele na milele. Danieli ni yule yule katika hali zote. Mtu ambaye ameweka moyo wake kwa Mungu atakuwa na msimamo ule ule wakati wa matatizo mazito na wakati wa raha pia. Imani hutambua mambo muhimu ya milele. Kristo hujulikana na wenye imani kamili. Utaabika kwa ajili ya uaminifu wake. Kwa watu wa Mungu, msimamo wao huwa ni ule ule katika hali zao zote. Hali ya Danieli imeonyesha wazi kuwa mfanya biashara sio lazima awe mjanja kuliko mshauri. Lazima afundishwe na Mungu kila hatua. Danieli anaelezwa na maandiko matakatifu kuwa ni mtu asiyekuwa na kasoro. Katika kazi yake, alipochunguzwa na maadui zake, alionekana kuwa hana kasoro. Alikuwa kielelezo safi kwa kila mfanyakazi yeyote ambaye ameongoka. Danieli, kwa ajili ya uaminifu wake, alipata upendeleo kwa ajili ya mkuu yule aliyesimamia mambo ya vyakula. Danieli sura ya 1 mstari wa 9. Alipanda cheo haraka na kuwa waziri mkuu wa Babeli. Hayo yote yalikuwa kwa ajili ya unyofu wake na msimamo wake katika kanuni ya kweli. Hata adui zake walilazimika kukiri kuwa hawakuona kasoro kwake. Danieli alitukuzwa na Mungu kama mjumbe wake na kupewa mafunuo mengi kwa njia ya njozi yaliyohusu mambo yajayo. Unabii wake ulioandikwa katika sura ya mipaka 12 haukuweza kufahamika hata na Danieli mwenyewe, lakini alihakikishiwa kuwa katika siku za mwisho za ulimwengu atasimama katika kura yake akiwa mahali pake. Aliambiwa, funga maneno ukakitie kitabu muhuri mpaka wakati wa mwisho. Danieli sura ya 12 mstari wa 4. Unabii wa Danieli unataka mafafanuzi yetu, maana unahusu siku zetu hizi tunazoishi. Pamoja na unabii huo, lazima uende pamoja na unabii wa kitabu cha mwisho cha Biblia, yaani Agano Jipya. Uheri umeahidiwa kwa wale watakaochunguza na kufafanua. Wenye hekima watafahamu. Danieli sura ya 12 mstari wa 10. Kuhusu ufunuo aliopewa Yohana, ahadi ni kwamba heri asomaye nao wayasikiayo maneno ya unabii. Danieli sura ya 12 mstari wa 10. Kuhusu ufunuo aliopewa Yohana, ahadi ni kwamba heri asomaye nao wayasikiayo maneno ya unabii huu na kuyashika. Ufunuo sura ya 1 mstari wa 3. Kutokana katika vitabu vya Danieli na Ufunuo, inatupasa tujifunze na kujua jinsi utukufu wa ulimwengu ulivyo hafifu, kazi bure kabisa. Babeli na utukufu na nguvu zake zilipita. Alkadhalika Umedi, Uajimu, Ugiriki, Urumi, falme zote ambazo hazikuheshimu Mungu zilipotea. Kwa njia ya kujifunza kwa makini historia ya mataifa na kujua mambo yajayo, itatusaidia kuelewa uhakika wa maisha, kujitazama muda wa siku. Kwa njia ya kujifunza kwa makini historia ya mataifa na kujua mambo yajayo, itatusaidia kuelewa uhakika wa maisha. Tukiutazama muda wa siku kwa nuru ya unabii, tutaishi kinyofu kama Danieli alivyoishi na kudumu kuwa hivyo. Tukijifunza kanuni za ukweli wa Bwana, tutajiandaa kamili atakapokuja tuingie katika enzi yake.